Na mtazamaji, karibu tena, na kama nilivyokuarifu awali katika sehemu hii na kunjua jamvi la mazungumzo, tukiwa leo tunaangazia utekaji nyara. Tumezungumzia mada ya utekaji nyara kwenye misingi mingi, lakini leo tutakuwa tunaangazia zaidi masala ya utekaji nyara, mazungumzo ambayo huendeshwa iwapo wale watekaji nyara wanahitaji vitu maalum kutoka kwa aidha familia, kwa serikali ama watu wote kwa kuachilia wale waliotekwa nyara. Na pia mchakato mzima wa kuweka mizani katika masala ya haki za kibinadamu na sheria ambayo mara nyingi haiendekezi kufanya mazungumzo na watekaji nyara. Hayo tutakuwa tunayaangazia tukirejelea kisa cha hivi majuzi cha wale machifu 5 waliotekwa nyara katika kaunti ya Mandera, siku chache tu kabla ya ziara ya Rais William Ruto katika eneo hilo mwezi Februari, na siku 62 baadaye ama zaidi ya siku 60 kuachiliwa. Hisia zao ni zipi? Kuna baadhi ya taarifa ambazo tumeziona katika vyombo vya habari ya baadhi ya masuala waliokuwa wanazungumzia na kugusia kuhusiana na hisia zao na yale ambayo pia yalikuwepo katika nafasi za haki za kibinadamu na pia nafasi tu za sheria kwa jumla. Studioni namhusisha Chris Otieno ambaye ni katibu mkuu wa PROSAC ambalo ni shirika ama muungano unaoleta pamoja wataalamu wa masuala ya usalama, iwe ni katika ngazi za kibinafsi ama pia za umma. Na pia nitakuwa namhusisha Livingstone Nyando ambaye ni meneja wa usalama katika shirika la Defenders Coalition inalojumuisha watetezi wa haki za kibinadamu, na pia namhusisha Gibson Gisore ambaye yeye ni mwanasheria. Atakuwa anatuelezea iwapo sheria inaacha mwanya kwa serikali kufanya mahojiano na watekaji nyara. Ni watekaji nyara aina gani ambao serikali inaweza kufanya mahojiano nayo moja kwa moja, iwapo ni kuunda kamati ama kutuma maafisa wa serikali. Karibuni kwenye mazungumzo. Asante. Naam, sijui nianze upande gani. Keti karibu na Chris hapa. Lakini labda tukizungumzia PROSAC, Chris. Yes. Ni maafisa wa usalama kwenye nyanda zipi ambao wanajumuishwa katika muungano huu? Asante sana. Kwa sababu tunajua ni muungano wa kwanza kubuniwa Kenya na pia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ni kweli, ni muungano wa kwanza na tunafuraha sana kusema kwamba katika members wetu tuko na members kutoka upande wa serikali, tuko na members kutoka upande wa private, tuko na members wa kibinafsi, tuko na members wa corporate, tuko na members wengi sana, na pia tuko na members kutoka katika jumuiya ya Kiafrika na katika ulimwengu mzima. Haswa kazi yetu ni kuwaleta wale wote ambao wadau ambao wana nia sawa upande wa usalama na ulinzi wa kitaifa ama biashara ya kibinafsi. Yes, sasa tuje katika mazungumzo ya leo. Maafisa kama machifu, maafisa wa polisi, maafisa wa jeshi, ni maafisa ambao wanajumuishwa katika muungano wenu? Ndivyo, tuko na wengi sana ambao wanajumuika nasi. Na sana sana kile tunafanya ni kushare ideas, tunabadilishana wasia hapa na pale kutokea jambo. Kama ile jambo ambalo tumekusanyika hapa kulijadili, ni jambo ambalo linaleta hisia fulani tofauti katika ile chama chetu cha PROSAC, Protective and Safety Association of Kenya. Yes. Takuwa na kuuliza kuhusiana na yale mnaobadilishana mawazo, kama mlikuwa mnasaidia katika masuala ya mazungumzo kwenye kisa ambacho tunakizungumzia. Karibu sana. Livingstone, Defenders Coalition inajumuisha watetezi wa haki za kibinadamu. Watetezi wa haki za kibinadamu wapo kwenye ngazi nyingi, hata wale waliopo afisi za serikali la wanafanya ama sheria inawalazimu kulinda haki za kibinadamu pia tunaweza waita watetezi. Lakini nyinyi kwa jumla mnajumuisha watetezi wa haki za kibinadamu wa ngazi gani? Sisi asante sana kwa kutukubalia kufika hapa. Shirika letu inaitwa National Coalition of Human Rights Defenders, yani shirika la muungano la watetezi wa haki za kibinadamu. Na hususan sisi tunakuwa na muungano wa watetezi wote wa haki za kibinadamu ambapo wanashirikiana na sisi. Na kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kuwa hawa watetezi wanafanya kazi kwa nafasi nzuri na kwa nafasi ambapo iliyo wazi, nafasi ambapo haina ukiukaji wa sheria, na pia nafasi ambayo inawaruhusu wao kufanya kazi yao kwa njia iliyo huru. Kwa hivyo sisi tunawatetea kwa njia ya kisheria, tunawatetea kwa njia ya kiusalama na kimatibabu, na wakati mwingine wakipata msongamano wa akili pia tunakuja tunawatetea. Kwa hivyo sisi ni wanaharakati wanaotetea haki za kibinadamu. Wanaharakati wanaotetea haki za kibinadamu. Wanasheria je? Wanahabari? Wajua katika utetezi wa haki kuna ngazi tofauti. Kuna wanahabari ambao wanatetea haki za kibinadamu. Wapo waandishi ambao wanatetea haki za kibinadamu ambao pia tunawatetea. Wapo
wako watu katika serikali, wako watu ambao wanatetea haki za kibinadamu, tunatetea. Kwa hivyo mawakili wako, mawakili watetezi wa haki za kibinadamu ambapo tuko nao pia. Kwa hivyo haki za kibinadamu ni kila moja katika ngazi yake na kila moja katika jukumu lake ana fursa ya kutetea haki za kibinadamu. Kwa hivyo wale wote ambao wamejitolea na wanasema wao ni watetezi wa haki za kibinadamu, basi wao wanakuwa ni washirika wetu. Kwa hivyo sisi tuna jukumu la kuwatetea. Daktari. Asante. Naona nitakuwa mimi ni mshirika wenu. Asante, karibu. Nimeona Gibson akitabasamu tukizungumzia mawakili. Wewe kama mwanasheria, labda kwa kufafanua sheria inasemaje, hususan tukiangalia masuala ya utekaji nyara na labda hatua ambazo zinafuata iwapo aliyetekwa nyara ni mwananchi wa kawaida na labda walioteka nyara wanaitisha fedha au jambo lingine lolote kwa kumwachilia, iwapo waliowateka nyara ni magenge ama watu ambao hawajulikani lakini labda wanafanya mawasiliano fulani kujitambulisha. Sheria inasemaje kuhusiana na swala zima la utekaji nyara? Asante sana kwa kutualika katika kipindi ya leo. Tukiangalia sheria yetu ile ya 2010 Constitution inasema kwamba katika ile kipengee ya 29 inasema kwamba serikali ina wajibu wa kuwalinda Wakenya wote katika ile boundaries ya country ya Kenya. Na hakuna mtu ambaye anaruhusa ama ambaye anafaa kuwa na nia ya kuwateka kama mtu ni Mkenya asije akatekwa nyara. Either ndani ya Kenya ama achukuliwe nje ya nchi. Hiyo ni wajibu wa serikali. So serikali kuna hiyo constitution imeset hiyo standard kwamba ukiwa Mkenya unafaa kujihisi huru, unafaa kujihisi kama mtu ambaye security yako is provided. Ikifika ile wakati ambapo umeweza kunyakuliwa ama umeweza kutekwa nyara kutoka taifa la Kenya umepelekwa taifa jirani, hiyo inaibua masuala mingi. Masuala ambayo kidogo inaibuka hapo ni kwamba haki zako zimekiukwa. Serikali imepatikana kwamba imelala katika kazi, ndio watu wakaingia Kenya wakakuteka kupeleka nchi nyingine. Ya pili ni kwamba kuna issues na foreign relationship issues. Ministry of Foreign Affairs inaingilia pale, kwa sababu tukiongelea wale machifu 5 walipelekwa nchi ya Somalia. Nchi ya Somalia kuna taifa, kuna serikali pale. Ile serikali sasa inafaa kuhusika kikamilifu kwanza kusuluhisha hilo jambo, kwa sababu ile boundary ni yao. Kenya haiwezi kuja ikaingia pale na kuanza kuwachukua wananchi wake kama haijawahusisha wale. But sasa kuna changamoto kuu ni kwamba ile taifa, ile serikali ya Somalia haijatawala ile ardhi yao kikamilifu kila pande. Na hiyo inaweza kuleta taswishi kidogo. Kwa sababu wale Al-Shabaab wameweza kunyakua sehemu mbali katika ile taifa na wako na ushawishi mkubwa. Sasa kumaanisha kwamba ukitegemea taifa la Somalia ama uongozi katika taifa la Somalia ili waweze kuwarudishia watu wenyu, mtangoja sana. Sasa inabidi muanze kutafuta mbinu na njia za kuweza kuwakomboa wale watu, kuwarudisha na kuwarejesha katika taifa leo, kwa sababu ni jukumu la taifa la Kenya kuensure kwamba wananchi wake wako salama. So ni swala kidogo alina it's not a direct thing. Ni kitu ambayo tunajaribu vyovyote vile. Hata lile taifa kubwa Marekani huwa linasema we don't negotiate with terrorists. But mtu wao akishikwa backdoor negotiations zinakuanga ni kunegotiate na wale terrorists. But of course sio very direct. Hamwezi kusema kwamba agenda yenu ni kunegotiate. Agenda ni kuwakomboa wale watu, wapatikane hai, warudi katika familia zao. Ndipo sasa tunasema kwamba serikali juhudi zozote zile iliweza kuweka kuwakomboa sio za maana, bali wale wamerudishwa. So tunafaa kuipongeza, but kwanza inafaa kuensure kwamba mtu yote asiweze kutekwa nyara kutoka taifa la Kenya. Hiyo ni wajibu wao. Naam, tutakuwa tunaangazia hatua ambazo hufuata iwapo sasa mtu ametekwa nyara, kwa sababu sheria inasema serikali ilinde haki ya Mkenya asitekwe nyara, lakini iwapo haki hiyo itakuwa imeingiliwa na Mkenya ametekwa nyara, iwe ni ndani ya taifa ama nje, hatua zinazofuata kisheria ni zipi? Na Chris, muungano wa PROSAC unachukua nafasi gani sasa mbali na kubadilishana mawazo kwenye
kwenye kisa kama tulichokiona, nafasi yenu inakuwa ni gani iwapo labda wale waliotekwa nyara ni wanachama wenu kwa mfano na wanahusika katika process, lakini hatuwezi jua kama hawa walikuwa ni wanachama, lakini iwapo nafasi yenu inakuwa ni gani? Tuko na nafasi kubwa sana. Nafasi ya kwanza ni kusambaza ujumbe Kenya nzima, kuwafunza wale ambao tunawaita career persons kwa katika ulinzi na usalama. Cha kwanza tunawafundisha mambo nyingi sana ambayo inahusiana na terrorism na vitu kama kidnapping and abductions and hijacking. Hizo zote ambazo zinafanyika katika nchi mbalimbali. Hivi majuzi tu tumekuwa na mafunzo ya wanachama wetu, na pamoja na wanachama wengi sana kama wanachama 200, wanachama 300. Na tuko na mafunzo mengine pia tarehe 9 mwezi wa 5 ambayo inakuja. Tutaifanya hapa Nairobi. Kufundisha wanachama wetu haswa nini ni jukumu letu kama walinzi, ili kuweza kuwalinda wale ambao wako chini yetu katika upande wa biashara wa kibinafsi, ama nao tushirikiana na serikali ili kuwezesha kwamba kuhakikisha kwamba hiyo kipengele ya ibara 29 katika katiba yetu ya Kenya inaongelea namna freedom ya wananchi itatunzwa. So tunahakikisha kwamba members wetu wanaelewa kwa undani na wanaweza kuleta kwa utendaji wao zile tunaita practices za kuzuia vitendo vya kukosa huru wale ambao wako katika mahali ambapo wanafanya kazi. Pia tunaongelea namna tushirikiana na serikali, kwa sababu upande wa terrorism hatuwezi fanya katika private sector pekee yetu. Lazima tuwe tunaita partners. Na partners wetu ni kutoka serikali, kutoka mataifa nje, kutoka kampuni za nje ambazo zina teknolojia ambazo kusaidia sana upande wa mawasiliano na namna zingine nyingi sana. So tuna form tunaita partnership na wengi, na tunawaleta members wetu waweze kuwajua wale partners ambao tunaita key players katika uzuizi wa jambo kama hizi. Pia tunaleta teknolojia kutoka nje. Tunajua kama taifa dunia nzima hivi sasa tuko na teknolojia ina nyingi sana. Tuko na cyber security ambao pia ni eneo tunaweza kuona kwamba uhuru wa binadamu ama jambo nyingi sana about crime inaweza happen katika that fault. So tunaleta members wetu na tunawafunza, tushirikiana na partners wengi sana kuhusiana na namna tunaweza kutumia either cyber security, artificial intelligence au machine learning ama big data analytics ili kuweza kuzuia vitendo kama vile ambavyo tumeona kwa hawa machifu. Hawa machifu wako members wetu, lakini tungependa sana waje wao members wetu. Kwa sababu kwa members wetu ujumbe kama hii, funzo kama hizi ambazo tunaeneza Kenya nzima na taifa nzima na bara la Afrika, wanaweza kupata ile ujumbe na pia waweze kujua namna what to do in terms of identifying for example a suspicious person, ama iwapo nitatekwa nyara, nini ambacho nahitajiwa kufanya kama binafsi, kama mtu binafsi, ili kuweza kuzuia ile utekaji nyara ukazidi ukawa kitu kingine. Tumeona watu wametekwa nyara na wameenda hadi wakapoteza maisha yao. Tumeona wengine wametekwa nyara wakaja wakaachiliwa baada ya muda mfupi. Na kuna ambao wametekwa nyara wameishi katika kutekwa nyara kwa muda mrefu sana. So katika hiyo tuko na mafunzo ambao ni mwafaka sana kwa wale ambao tunawafundisha. Na iwapo watakumbwa na jambo lile, wanaweza kujisaidia sana kwa njia nyingi. So tunaomba Wakenya wajaribu angalia programs zetu ambazo tunaweka katika mitandao ya kijamii. Tunaweka katika website yetu, tunaweka katika mafunzo yetu ambayo tunaita watu pamoja na waweze kusoma moja mbili. Pia tunaomba Wakenya watuite tuje katika mahali pao pa kazi ili tuweze kuwasambazia hii ujumbe ambao tunasambazia wenzetu ambao ni wanachama wetu. Ndivyo. Lakini msingekuwa wachoyo, kwa sababu yote yule akitekwa nyara anahitaji kujua kitu ambacho anaweza kufanya. Si lazima awe mwanachama. Naona ni taarifa muhimu ambazo wengi tu ingekuwa muhimu wangezifahamu. Lakini kando na hayo, Livingstone, tukiangalia haki za kibinadamu na sheria katika masuala ya utekaji nyara, kidogo huwa zinakinzana. Ni yapi ambayo zaidi unasema ni muhimu yaangaziwe? Kwa sababu kuna wakati ambapo haki za kibinadamu zitakiukwa kwa sababu mtekaji nyara kwanza hajali zile haki za kibinadamu. Na katika masuala ya kufanya mazungumzo pia huenda apate ama asipate kile anachokitaka, na atafanya uamuzi kama alivyosema Chris wa kuhatarisha maisha yule aliyemteka nyara. Mizani inawekwa vipi wakati ambapo mtu ametekwa nyara? Asante. Kabla sijajibu hilo, kuna msemo ambao wasema walikuja kwa Wayahudi, nikasema mimi si Myahudi. Wakaja kwa wale wa komunisti, nikasema mimi si mkomunisti, sikuingilia. Kaja kwa waandishi wa habari, nikasema mimi si mwandishi wa habari, sikuingilia. Lakini walipokuja kwangu kukawa hakuna mtu kunitetea. Kwa hivyo katika hii utekaji nyara umekina sana katika nchi yetu, na serikali imekubali mambo haya kutokea, wametelekeza majukumu yao. Umeona kuwa
kuna watu wanakuja wa usalama kutoka nchi za nje na wanakuja wanateka watu nyara katika nchi yetu. Tumeona kisa cha Kizza Besigye wa Uganda, ametekwa nyara katika nchi yetu, akapelekwa kule bila kukiuka sheria, bila kufuata sheria. Tumeona mwandishi wa habari Maria kutoka Tanzania alikuwemo katika nchi, wakajaribu kumteka nyara, tukapiga kelele, wakamwachilia baadaye. Kwa hivyo utekaji nyara umekina katika nchi yetu, kuna watu wametekwa nyara na kuna wengine wamepoteza maisha baadaye kupatikana. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo limekuwa likitendeka na serikali imetelekeza majukumu yake ya kuhakikisha kuwa wamemaliza mambo kama haya. Wakili amezungumzia kipengele 29 ambapo kinashurutisha serikali kuhakikisha kuwa wamelinda maisha ya binadamu, kuwa hakuna mtu yote ambaye atapoteza maisha yake, kila mmoja ana usalama katika nchi yetu. Katika hiyo ni jukumu ambalo wamepewa la kikatiba na la kuhakikisha kuwa kila mmoja ana uhuru, anaishi vizuri na haki zake za kimsingi zimezingatiwa. Jambo ambapo lipo katika nchi yetu ni kuwa kuna mkataba wa kimataifa wanaita International Convention on Protection of Persons Against Enforced Disappearance. Huu mkataba ulibuniwa mwaka 2006. Sisi tukaweka sahihi mwaka 2007, ilikuwa Februari. Lakini mpaka sasa hatujadhibitisha mkataba huo. Kwa lugha ya King'eng'e wanasema ratification. Hatujafanya ratification. Na pale ratification inapofanywa inakuwa inafuatilizia, inakuwa ni sheria katika nchi yetu kulingana na kipengele cha pili katika ya katiba. Kwa hivyo inapatia ruhusa ya watu kuhakikisha kuwa hakuna mtu yote atapotezwa katika nchi yetu, kwa maana sheria inafuatwa ima ya Kenya ya katiba na vipengele vya bunge ama pia ile mikataba ya kimataifa. Kwa hivyo Kenya kidogo tumezembea upande huo. Jambo ambalo lipo ni kuwa haki za kibinadamu za stahili kupewa kipaumbele. Na kuna wakati ambao haki za kibinadamu kidogo haki zako za kwa limited kidogo. Lakini kuna haki zile za kimsingi ukilingana na kipengele 25 ambao haziruhusiwi kukiukwa ama kuwa limited. Na wanamwezisema kama zipeana 4, haki ya kutekwa nyara, hiyo kufanywa slave, yani kuwekwa chini ya udhibiti, haki ya kukosa what you call fair hearing, haki ya kufikishwa mahakamani, haki ya kuwa wewe kuzuiwa mwili wako. Na maana wanasema una haki, wanaita habeas corpus. Lazima kama mtu koti ina jukumu la kuhakikisha kuwa huyu mtu kama amepotea afikishwe katika mahakamani. Kwa hivyo tunaona kuwa zile haki za kimsingi, haki za kutekwa nyara na kwenda kudhulumiwa hairuhusiwi. Hiyo ni haki moja ambapo hairuhusiwi kuwa suspended. Kwa hivyo kwa kina ni kuwa haki za kimsingi, haki ya maisha na kila kitu ni haki za kimsingi ambapo inastahili serikali kuiwajibika katika hakikisha kuwa kila Mkenya amelindwa na haki yake. Na tunawahimiza sisi katika huu mkataba kuwa ni jukumu lao kuhakikisha kuwa mkataba wameudhibitisha, wameupeleka katika baraza la mawaziri, kisha baadaye walipeleke bunge na lidhibitishwe liwe kama sheria nchi yetu, na itatusaidia katika kuhakikisha kuwa tumezuia mambo kama haya. Maana nchi yetu inaongozwa na sheria. Na pale tunapokiuka sheria basi tunaenda kinyume na yale makubaliano ambayo tumekubaliana kama nchi kuwa huu ndio mfumo wetu kama nchi ambao tutaongozwa. Kwa hivyo kitu ambacho ningemalizia kusema ni kuwa haki za kimsingi, haki ya wewe kuchukuliwa kutofikishwa mahakamani, haki ya kutekwa nyara ni haki ambapo hastahili kabisa kuwepo katika Kenya miaka kama hii. Maanake ukiangalia katika serikali tumeipatia rasilimali ya kutosha, tumewapatia sheria, tumewapatia rasilimali, tumewapatia zaidi ya trilioni 3 katika bajeti ya kuhakikisha kuwa Mkenya, jambo kubwa sana, Mkenya yuko salama. Unasoma habari hapo una wasiwasi kuwa kuna mtu atakuvamia akuteke nyara katika kusoma habari. Asante. Asante. Gibson, tukiangazia yanayofuata baada ya Mkenya kutekwa nyara, iwe ametekwa nyara ndani ya nchi, iwe ametekwa nyara nje ya nchi. Na pia iwapo kuna utofauti, kwa sababu tumeona kwenye visa ambavyo vimekuwa kwenye vyombo vya habari vya hivi majuzi, kuna baadhi ya visa ambavyo vinadaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama. Iwapo watu wanahisi maafisa ambao wanafaa kuwalinda ndio wamehusika katika visa hivyo, je, kuna mazungumzo kweli yatakuwa yanafanyika ama ni kusubiri tu mpaka pale ambapo watu watakuwa wanachiliwa huru wakati ambao wenyewe wameamua? Swali zuri hilo, na ni swali ambalo kidogo liko kwa kinywa cha kila Mkenya, hasa wakati huu ambapo tunashuhudia visa ambapo watu wanapotea kutoka streets za Kenya. Unapata mtu anaweza kutekwa nyara na serikali imenyamaza na haiwezi kusema mtu ako wapi. Hii kipengele 29 inahimiza serikali kwamba ni wajibu wao, na rafiki yangu ameweza kusema kwamba wameweza kupewa rasilimali inatosha
ya kuensure kwamba waweze ensure security ya kila Mkenya. Iwapo Mkenya amekosa, asija katekwa nyara. Hii mambo ambayo tunaweza kushuhudia kwamba polisi ndio wanakisiwa kwamba wameweza kufanya utekaji nyara, ni kuenda kinyume na ile katiba ambayo tuliopo nayo sasa hivi ya mwaka wa 2010. Kwa sababu ile katiba ambayo tulijipatia sisi kama Wakenya pia iliweza kutuhakikishia usalama wetu. Na tukaweza kwamba ile idara ya polisi ikaweza kupewa kila rasilimali, ikiwa ni pesa, ikiwa ni gari, ikiwa ni kila kitu. Kuna enzi polisi hawakuwa na gari. Siku hizi polisi shida si gari. Siku hizi polisi shida sio mafuta. So, kila kitu wako nayo. Kama ni numbers wameweza kuongezewa. So hilo ni issue ambayo kidogo tunafaa kuiangalia kama Wakenya, tuweze kukaa chini, tuweze kuongea kwamba ni nini haswa shida ambapo tunapata Wakenya wanaweza kupotea kutoka kwa streets na polisi wanasema hawajui. Ni nani anafaa kujua? Hiyo ni kuzembea katika kazi yao. Iwapo tutakuwa na mambo ya Wakenya kupotea, serikali yenyewe itakuwa inajikosesha heshima, kwa sababu haja gani muwe katika madaraka na mwezi kupeana usalama kwa Wakenya wenu? Hiyo ndio issue ambayo kidogo tunafaa kuiangalia kama Wakenya kwa umakini sana. Mambo ambayo kidogo tumeweza kuona kwamba mtu anaweza kuchukuliwa na polisi, tena anawekwa either korokoroni ama incommunicado for a very long time, alafu anakuja kutokea kidogo tu hivi. Hiyo ni mambo ambayo polisi wanafaa kuwajibika, na yule inspector wa polisi aweze kuelewa kwamba ile idara yake ni idara ambayo ni huru, independent. Na yale maswali anafaa kwenda. That is why kukiwa tumeweka kesi kotini through the Law Society, inspector polisi anahitajika kukuja pale. Kwa wakati mmoja ama mwingine tumeweza kuona wakijaribu kukwepa, sijui wako busy, sijui wako nini. Hiyo ni kumaanisha kwamba hawa watu waheshimu Wakenya, waheshimu ile katiba ambayo tulionayo ya kuwafanya kwamba wawajibike kwa Wakenya, kwa sababu ile rasilimali wanatumia, hata hizi kazi zingine wanafanya, ni kazi ambayo wamepewa na Wakenya. Na kwa sababu ya hatua ama kauli uliyoitoa, sheria inaweka nafasi ya kujukumishwa ama kubebeshwa mzigo kwa afisa wa usalama iwapo kutakuwa na ithibati kamili kwamba kitendo hicho kilitekelezwa na maafisa wa usalama na labda kuchukuliwa hatua. Kwa sababu hatujaona hilo likifanyika, na nyinyi kama mawakili sijui kama ni mianya ambayo haipo ya kusababisha hilo, na ama labda ni ithibati ya kutosha. Ni yapi ambayo yanaweza kumjukumisha afisa wa usalama iwapo atakuwa amethibitishwa kutekeleza kitendo kama hicho? Iwapo polisi ameweza kufanya kitendo ambayo imezidi, imeenda kando na ile njia ambayo wanafaa kufanya kazi, yeye binafsi anafaa kuwajibika, kwa sababu ile police corporate responsibility na rest na inspector general. But iwapo ile commanding order umeikiuka na ukafanya zaidi, kushtakiwa kotini ni haki yako, uende ujitetee wewe mwenyewe na unaweza kupewa hukumu wewe mwenyewe. Tumeweza kuona kesi kadha wa kadha. Kuna Kajiado polisi waliweza kufanya kuwashika watu wakikisia kwamba ati walikuwa walevi, na watu hawakuwa walevi. Wakaweka pale police station for 12 hours ndani ya lori. Hiyo kesi ilipoenda kotini, jaji aliweza kuamua kwamba wawajibike wenyewe. Waliweza kuwalipa kutoka kwa payslip yao, kuanzia OCS na wale askari watano ambao walikuwa wameshika. So sheria yetu ina ile uwezo na uhuru kwamba polisi anaweza kuwajibika kibinafsi kama wamekiuka, kwa sababu sheria inasema mkishika mtu mweke ndani, mprocess, mpeleke kotini. Sasa hao wakawashika after 12 hours wakawaachilia, kwa sababu walikuwa wanataka wape mihela kidogo ambayo hao walisema hatuwezi ipeana. Zaidi wakaweza kumshika ule wakili ambaye pia alikuwa amekuja kuwatetea na kumtupa ndani. Wakili alilipwa kando na hao wakalipwa kando. So hiyo ni kitu ambayo kidogo inaeleweka, na sheria yetu inakubali kwamba unaweza kuwashtaki polisi kama wameweza kukiuka zile komanda ama zile sheria ambazo wanafaa kuzitumika kufanya kazi. So ni kitu ambayo kidogo inafaa ieleweke kwamba tuweze kuona zile cases ambayo una believe kwamba una polisi amekudhulumu, na amekudhulumu in excess of the responsibility ile amepewa na serikali.
hiyo unaweza kumchukulia hatua yeye mwenyewe. Na asante ikiwa katika ile corporate responsibility point yangu ya mwisho, corporate responsibility ya polisi, diposa sasa tunaiza Inspector General na Attorney General wakuje pale watueleze mbona haya mambo yanaenda hivi, yanaenda mrama, na shida ni gani? Ni pesa hamna, ni nini imekosa, mbona huyu Mkenya hawezi? Kuna hoja ambayo rafiki yangu ameweza kusema hiyo ya kuleta mwili, whether alive or dead. Hiyo ni kipengele muhimu sana ya kuwasaidia Wakenya ili mtu yote asije akatekwa nyara na polisi wakasema wajui alipo. So ni jukumu ya polisi kuleta whether dead or alive. Hiyo ndio sheria inasema. Na asante. Takuwa napata pia vile vile kauli za wengine. Chris atakuwa anatueleza iwapo Kenya ina maafisa wa kutosha ambao wamefanyiwa mafunzo ya kuweza kufanya mazungumzo kwenye nyakati kama hizi, na ni yapi ambayo hujiri katika mazungumzo haya. Lazima yaendeshwe na maafisa wa serikali, kunakuwa na kamati na masuala mengine kama hayo, na pia kuangazia tu masuala mengine ya haki ambayo yanakinzana katika michakato ya kutetea haki za kibinadamu kwenye mazingira magumu kama ya utekaji nyara. Lakini kwa sasa na tupa jicho madukani na kusihi usiende mbali. Na mtazamaji, karibu tena na shukran kwa kuendelea kusalia nami. Unaendelea kutazama taarifa za yanayojiri, sehemu ya mazungumzo ambayo tunaendeleza mazungumzo kuhusiana na utekaji nyara. Tukiangazia tu sheria inasemaje kuhusiana na kuendeleza mazungumzo na watekaji nyara, iwapo kunahitajika kuwa na mazungumzo hayo kuweza kupata usalama wa wale waliotekwa nyara, na pia vile vile tu kuangazia iwapo kuna uwezekano wote wa kufanya mafunzo na pia kuwawezesha wale maafisa na hata jamii kuwa tayari kujitetea na kuangazia vitu sawa na hivyo. Studioni namhusisha Chris Otieno ambaye ni katibu mkuu wa PROSAC, ambao ni muungano unaoleta pamoja wataalam wa kibinafsi na wa umma wanaohusika katika sekta ya usalama, na vile vile pia namhusisha Livingstone Nyando ambaye ni meneja wa usalama, na pia namhusisha Gibson Gisori ambaye ni wakili. Karibuni kwenye awamu ya pili. Asante. Chris, tuna maafisa wa kutosha wa kuendeleza mahojiano ama negotiations wanavyoziita kwa lugha ya Kimombo wakati ambapo mtu ametekwa nyara, na nyinyi binafsi mnafanya mafunzo yoyote ya kuwezesha aidha jamii ama wale maafisa kuwa tayari, kama nafikiri umetaja, ya kuweza kuona sehemu ambayo ina tashwishi na labda ina shauku kuhusiana na tabia za mtu ambaye anaweza kuwa mtekaji nyara, lakini pia zaidi kwa wale wanaotoa taarifa hizo, usalama wao unakuwa uko? Asante kwa swali hilo. Ningependa kulijibu namna hii. Kitu cha kwanza, ni vyema tujue kwamba majumuiya ya mataifa, United Nations, inasema kwamba katika kila nchi ni vyema tuwe na askari moja wa polisi ambaye anawalinda wananchi 450. Lakini pia katika nchi yetu ya Kenya, angalia hiyo ratio, tunaona kwamba katika nchi yetu ya Kenya askari moja ako na wananchi 1200. Yaonekana viwazi kwamba tuko zaidi ya mara 3. Lakini ingawaji kama hiyo ndio situation yetu hapa Kenya, tunasema kwamba polisi wetu wanapatiwa mafunzo ambayo inatosha, na pia tunaona kwamba wamewekwa katika vitengo fulani tofauti ili kuweza kukumbatiana ama kukumbatana kile ambacho kinafanyika upande wa usalama. Tuchukue mfano kile ambacho kinafanyika Northeastern upande wa banditry. Tuko na wale ambao tunawaita anti-terrorist police unit. Hawa wamepata mafunzo ambayo inatosha, for example hosted negotiation and conflict resolution. Wanapatiwa katika kiganjo wale ambao polisi wanapatiwa ile mafunzo. Na pia sisi upande wetu wa PROSAC tunajitenga kando kidogo na kuweza kuendeleza ile elimu ambayo wanapata pale kiganjo, ili kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye ako na wasia ambayo inatosha ama mtu ambaye anahusika katika usalama wa nchi yetu ako na fursa ya kutosha ili kuweza kusaidia jamii kuweza kujilinda na kile ambacho kinaweza kupata kwa njia ambayo sio njia nzuri kabisa. So nimesema na ningependa kurudia, tunawafundisha hostage negotiations. Iwapo watakuwa abducted na wawekwe katika mahali fulani wakidai jambo fulani, tunawapa wanachama wetu ile uwezo wa kuweza kujiingiza katika yale majadiliano ambayo itaweza kuongoza ama kuelekeza kuachiliwa kwa wale ambao wametekwa nyara. Hostage negotiations. Kingine ni conflict resolution. Tunaona kwamba
nchi nyingi sana zinatofautiana kimawazo. For example, tuchukue mfano wa kimataifa kwa hivi sasa. Nchi ya Iran na nchi ya Marekani wako tofauti kubwa sana, namna jamii tofauti ama vitengo fulani katika duniani zinahusika na vitendo fulani. Tumeona kwamba Marekani na Iran wameweza kuketi katika nchi ya Oman ili waweze kufanya ile conflict resolution ama negotiations ili waweze kutoa ile jambo kabla waliingilie katika upande wa kuweka military mbele. So tunasema kwamba hata hapa nchi yetu ya Kenya, wale ambao ni wanachama wetu, wale ambao pia wana nafasi ya kusikia mafunzo ambao tunatoa katika wanachama wetu na wale sio wanachama wetu, wako na fursa ya kuweza kuelewa namna conflict resolution inafanywa, ambao pia inahusisha hostage negotiations. So ni vyema tuseme kwa uhaki na ukweli na uwazi kwamba katika polisi ya Kenya tuko na wale ambao wako na ile mafunzo na wanangoja nafasi ya kuweza kwenda kule katika uwanja na kutekeleza yale mahitaji ambao wamepata kutoka ile mafunzo ambao wamepitia. Yes. Naam, Livingstone, tukiangazia haki za yule aliyetekwa nyara. Unapotekwa nyara, unapoashiliwa, una haki ya kudai fidia ama ya kutaka haki itendeke kwa aliyekufanyia hivyo. Na ni nani ambaye atakuwa unamshtaki? Kwa sababu tunajua katika masuala ya kisheria unapokuwa na shtaka lolote lazima mwanzo liwe na msingi, na mbali na msingi pia liwe na ithibati, ndio masuala kama hayo kwenye koti yaweze kuwezesha wewe kupata haki ama kushinda ile kesi. Naam, asante sana. Mtu yote aliyedhulumiwa ni haki yako kushtaki yule aliyekudhulumu na yule mwenye jukumu la kuhakikisha kuwa dhulumiwi. Ni kwa mfano, ikiwa wewe kama mzazi na una mtoto, ikiwa yule mtoto ukimwachilia, ukitelekeza majukumu yako, akienda kiungua kwa mfano, wazashtakiwa wewe kama mzazi. Maana yake una jukumu la kukaa na yule mtoto. Kuna ile inaitwa negligence. Vile vile, je, jukumu la serikali kuhakikisha kuwa wewe una usalama wa kutosha katika unapoishi, unapofanya kazi yote. Kwa hivyo unapotekwa nyara, ina maana kuwa kuna mtu ametelekeza majukumu yake, hajawajibika inavyostahili. Kwa hivyo yule ndo astakali umshtaki. Kwa hivyo mtu wa kwanza kushtakiwa ni serikali, kwa sababu wao ndo wana jukumu na wana rasilimali na wana uwezo wa kutulinda sisi kama wananchi. Maana sisi tulipo ushuru tuko katika nchi yetu, tumewekao katika nafasi zile za kutulinda sisi, na pale wanaposhindwa na majukumu yao, basi wao ndo wanakuwa watumiwa wa kwanza. Kwa nini huyu mtu akashikwa? Na kesi aina hizo zinahitaji nini mahakamani? Kwa sababu unaposhtaki serikali, kama ulivyosema, umepatia rasilimali ya zaidi zaidi ya mabilioni ya fedha, utakuwa unahitaji nini kwa mahakama kukupatia? Labda nikupe tu kisa kimoja tu ya kitengo cha serikali ambapo juzi wametozwa bilioni 2.3 na mahakama ya upeo Supreme Court. Wale NEMA ni wale environment, wale wana jukumu ya kuhakikisha kuwa tunaishi kwa mazingira safi. Kwa wanapopeana cheti kwa shirika lolote, wanahakikisha kuwa wameshafanya majukumu yao, wametekeleza, kwa hawa wanafanya kazi vizuri. Ile kesi ya Winauru kwa mfano, wakapatikana kuwa wao kupeana kile cheti chao hawakupeana kwa njia inayokuwa sawa, na watu wakadhurika na wengine hata wakapoteza maisha. Kwa hivyo wakashtakiwa na wakaamrishwa kuwa wapate kulipa ile fidia kwa wale waathiriwa. Kwa vile polisi wanaposhindwa na majukumu yao, basi wanashtakiwa kwa kuwa wao wametelekeza majukumu yao. Kwa hivyo wewe ni jukumu lako la kuwa serikali kulinde. Serikali inaposhindwa kukulinda, basi jukumu lako ni ya kushtaki. Na kuna kesi nyingi sana watu wameshtaki serikali na wamepata fidia, na katika ile wamepata haki yao kulingana na yale matokeo ile ilivyotokea. Kwa hivyo jambo la kwanza, kuwa mtu wa kwanza wa kulinda haki za kibinadamu ama kitengo kikubwa zaidi ni serikali. Alafu kuna kitu tumezungumzia kuhusu pale polisi pale wanapoona kuwa haki zao hazikendi sawa ama kila kitu. Kuna katiba ya Kenya imebuni taasisi tofauti, ikiwemo kuna tume ya IPOA ambayo hiyo Independent Policing Oversight Authority, ambapo jukumu lao kubwa pia ni kutetea polisi, kuangalia utendakazi wa polisi, na pia kuhakikisha kuwa kama kuna polisi yote ambao ana shida pia za kwenda kwao. Kisha kuna tume nyingine, tume yetu NPS ambapo ni National Police Service Commission. Hiyo ni tume ya pia kuangalia utendakaji wa polisi, na pia hao ndio waajiri wa polisi. Kwa hivyo polisi pia akiwa na tatizo pia iweza kwenda kwa hizi tume, ambapo ni tume huru ambapo katiba imepatia uwezo wa kwenda kupeleka malalamishi yao na kuhakikisha kuwa yamefuatiliziwa na yametimizwa. Kwa hivyo pale ambapo wanapokuwa na changamoto, basi kuna taasisi ambapo zimepewa pia senti na zimepewa uwezo ya kuhakikisha kuwa huyu utendakazi wa polisi unafanya kazi kwa njia iliyokuwa salama na njia iliyokuwa huru. Ukiniruhusu niongezee, ndio namba ya polisi ni wengi katika nchi yetu, ambapo kulingana na Umoja wa Mataifa
Changamoto inakuja pale katika kule kugawanya wale polisi, katika ile kuwagawanya na kupatia kazi ambayo wanastahili kufanya. Unapata viongozi wetu wengi wanalindwa na polisi. Kwa hiyo polisi wengi hawafanyi kazi ya polisi, wanafanya kazi ya kulinda viongozi. Unapata kama ni mbunge anapewa polisi kadhaa, waziri anapewa polisi kadhaa wa kumlinda, nani anapewa kadhaa. Unapata wale mawaziri ni wengi, manaibu wao ni wengi, wale ukiangalia hata hawa viongozi wa serikali wote wanapewa. Kwa hivyo nafikiri ni katika shida ambayo imekuwa ni katika ile kuwagawanya. Sasa unapata yule mwananchi wa kawaida, wale polisi wanabaki kulinda wananchi wa kawaida, wanakuwa ni kidogo, wanakuwa ni nadra sana katika ile haki yetu. Kwa hivyo sehemu zingine pia zimewachwa, especially zile sehemu zilizo juu kule, sema northeastern frontier districts, hazijapewa kipaumbele. Wao hawajisi kama Wakenya wengine. Ukienda sehemu za Wajir, Mandera na sehemu zingine, unapata kule hata namba ya wale walinda usalama kwa kidogo sana, na hakujatiliwa maanani zaidi ya kuhakikisha kuwa wale wanapata usalama wa kutosha. Kwa hivyo tunaona kuwa katika ugavi wa hii rasilimali ya polisi haijaenda kulingana sawa vile inavyostahili, vile katiba inavyostahili na inavyoazimia, na pia vile inavyostahili kutekelezwa kulingana na Umoja wa Mataifa. Asante. Naam, Gibson, labda kwa kurejelea swali langu la awali kwa ufafanuzi zaidi, michakato ambayo ni jukumu la serikali kuendeleza wakati mtu ametekwa nyara, iwapo ni ndani ya nchi ama ni nje ya nchi, ni ipi ambayo inafuatwa? Mtu anapokuwa ametekwa nyara, na unafikiri umezungumzia iwapo anashukiwa kuwa ni afisa usalama, yapi anafaa kufuata, lakini iwapo sio afisa usalama na ni haki ya serikali kulinda Mkenya yoyote kutokana na masuala ya utekaji nyara? Asante sana. Ikiwa wacha nianze na pande ya ikiwa ni ndani ya nchi. Ikiwa kuna Mkenya yote ambaye ameweza kutekwa nyara, iwapo kama si watu ambao sio polisi, ni kazi ya polisi kuanza kufanya mikakati kuensure kwamba huyo Mkenya amepatikana na wale ambao wameweza kumteka nyara wameweza kupelekwa kotini. Idara ambayo inahusika kabisa ni ile DCI, kufanya ile investigation. Au tuko na bado kitengo kingine ambacho ni NSIS. Hao ndio vitengo viwili vinafanyia ule ujasusi ili waweze kujua Mkenya ako wapi. Na sina shaka kwamba wako na kila rasilimali ambayo inaweza kuwasaidia mahali popote katika taifa letu la Kenya kuweza kugundua kwamba Mkenya ameweza kufichwa wapi ama ameweza kutekwa nyara akapelekwa pande gani. Na hiyo imeonekana kila wakati kwamba wameweza kufanikiwa kuwapata wale ambao, iwapo kama mtu amepelekwa nje ya nchi, sasa ndio ile process ambayo inahusika ni kwamba Ministry of Foreign Affairs inahusika. Ikishahusika, na kama ni kitengo ama kikundi kama tuchukulie kama Al-Shabaab kimeweza kuhusika, Foreign Affairs inaingilia na Ministry of Defense, kwa sababu unajua jeshi inahusika na usalama wa Kenya na kuprotect wa Kenya dhidi ya magaidi. So Ministry of Defense wako na wale pia investigators wao, kuna kitengo chao ambao inahusika katika ujasusi. Wao pia wanahusika na mwanasheria mkuu. Wanaweza kuhusika, wanashirikiana ili kuensure kwamba huyu Mkenya amejulikana kule aliko, kwa sababu tuseme kama ni taifa la Somalia, taifa ile uongozi unaweza kosa kujua hata yule Mkenya ameko pande gani. So hiyo ni kazi ya Kenya Defence Forces kuensure kwamba iko na information hakiki kwamba Mkenya amechukuliwa na watu gani. Wakishathibitisha ni watu gani, amepelekwa pande gani, kwa sababu wako na hizo rasilimali za kuthibitisha. Kama hawawezi, wanaweza kushirikiana na zile taifa zingine kama Marekani ama Uingereza ama European Union, waweze kujua kwamba kwa sababu issue na utekaji nyara ama terrorism ni issue ambayo iko interconnected worldwide. Vile mwenzangu Otieno amesema kwamba hata hao pia wanashirikiana na mataifa zingine kwa communication na mambo mengine. Ndiposa mkishaweza kujua, ndio mnajua which is the best method ya kuengage kuleta Kenya. Na kusema kwamba ile kesi ya hao machifu watano iliweza kugunduliwa kwamba the best way ni kutuma wale village elders waweze kwenda kunegotiate na wale, kwa sababu wale wako hii pande ya Kenya ni wa Somali na wale pia ni wa Somali.
na kuna hiyo kuelewana, wanaweza kuongea wakaelewana. Na ndiposa tumeweza kuona matokeo. So lazima kwanza mjue ni nini mna deal nayo, ndiposa mjue what is the best method ya kutumika ili kwenda kusuluhisha, kwa sababu ni jukumu la serikali kwanza kuensure kwamba Mkenya asitekwe nyara. Ambapo ametekwa nyara, ni jukumu ya serikali pia kuweka mikakati kapambe ili ya kuensure kwamba Mkenya amerudishwa akiwa hai. Kwa sababu mkiweza kwenda pale na jeshi mwanze kulipua mabomu, wale wanaweza kuua wale watu. Sasa ni muhimu kuangalia ni nini mna deal nayo and what is the best mechanism ya kuweza ndiposa tunasema Ministry of Foreign Affairs, Kenya Defence Forces, Attorney General wanahusika katika hizo negotiations. Na wakiweza kupata kwamba hiyo kitu imewazidi, wanaangalia sasa ni which is the best method. Ndiposa I think wanaweza pia kuangalia chini negotiations, nani anaweza fanya hizi negotiation, ni sisi ama ni watu ambao wanaweza elewana kilugha, wakaamua kwamba wale village elders wako better placed to negotiate, but under the supervision of these three arms, ministry, defense na nini, ndiposa ikaweza kufanikiwa. Naam, asante Gibson. Labda kwa kufafanua zaidi Chris, serikali inapochukua hatua ambayo Gibson anataja kwamba huenda inaweza kuchukua, kwa sababu nafikiri hatujapata ufafanuzi kamili iwapo ilikuwa ni mbinu ambayo ilitumika na serikali moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanarejea salama, kwa sababu wanavotaja wenyewe wale machifu wanasema waliohusika zaidi kwenye mazungumzo ni jamii ya Gare na wazee katika jamii hizo. Lakini je, iwapo ni mbinu ambayo serikali inatumia ya labda kuleta njia bora zaidi ya usalama na kuwaleta wale waliotekwa nyara salama, ni kitu ambacho ni cha kawaida katika mafunzo ambayo mnapeana, ni kitu ambacho kinaweza kutarajiwa kufanyika, na wale maafisa usalama wanaotoka sehemu kama tunazoziona za Mandera na kaunti ambazo ni jirani, ni jukumu la serikali kuwapatia mafunzo hayo ya kujua kwamba iwapo wanapotekwa nyara ama usalama unapokuwa umekuwa duni na masuala kama hayo kwa yanatokea, wanafaa kutarajia nini. Kwa sababu kama hawakuambiwa wanafaa kutarajia nini, ni rahisi kujua kwamba serikali iliwatelekeza. Kweli. Kitu cha kwanza ambacho ni muhimu tuelewe hapa ni kwamba serikali imetumia mbinu nyingi sana, na hii mbinu ambayo imetumika sasa si mara ya kwanza serikali kuitumia. Upande wa Turkana, West Pokot, jamii ambayo yako na shida hapa na pale, tumeona kwamba serikali ilitumia wazee wa kijiji kutoka majamii yote mawili, wakaketi pamoja, wakaweza kuelewana, baadaye tukaona kwamba ile jambo likasuluhishwa. Kwa hiyo tunasema hivi, wakati jambo linatokea, jambo kama lile lilitokea kwa wale machifu wetu watano, inakuwa ni jukumu la serikali kuketi chini na kujiuliza, kupiga gumzo na kujiuliza haswa mbinu ipi vyema nzuri tuitumie ili kuweza kutoa ile jambo. Tukiona kwamba mbinu nzuri ni ya kutumia wazee wa kijamii, basi inabidi serikali uketi chini na wale wazee wa kijamii, kuwachagua na kuwatuma na kuelezea haswa kile ambacho kinatarajiwa, na iwapo wale wenzetu wataweza kuelekeza upande wa juu kidogo mahitaji yao, serikali itakuja kuileta namna hii. Tuchukue mfano kama wale ambao walioteka nyara walisema kama wanataka pesa, for example milioni 20 na 100, kitu kama hicho. Wale wazee wa kijiji hawezi pata ile pesa, lakini serikali iko na uwezo wa kupata ile pesa ili kuweza kutumia tutatua ile jambo. Lakini kitu moja kujua kwamba hatutasikia kwamba serikali toa pesa fulani. Hapana. Ile ni mbinu la siri. Na ni siri ya serikali. Unajua serikali inasema serikali, wale ambao wako na serikali. Right? Kwa hivyo tumia mbinu nyingi sana kutatua matatizo mengi sana bila kutoa taarifa kwa the public kile ambacho wametumia. Na ni kweli kabisa kwamba hata sisi wakati serikali inatukuja kwetu Prosa kutuambia njoo mtusaidie na elimu ya watu fulani, tutaenda pale, tutatumia curriculum ambayo iko recommended na Private Security Regulatory Authority ili kuweza kutusaidia kunini, kuwaelimisha wale ambao tumepatiwa tuwaelimishe namna kile jambo ambalo kile tukio ambalo tutadili nao kwa muda huu. Livingston, kuna ufahamu wa kutosha kweli, kwa sababu Wakenya wanafaa kujua kwamba kuna masuala ambayo ni ya kiusalama, hayatatangazwa na serikali kama alivyotaja Chris na Gibson, na kama ni mbinu ambayo itatumika, wataangalia mbinu ambayo ni bora katika nyakati ambazo zipo na hali ilivyo. Lakini tukiona maafisa wa usalama ambao wanahitaji kujua zaidi vigezo vya usalama, wanahisi hawakusaidiwa na serikali kwa sababu haikuwa pale moja kwa moja. Unahisi kuna ufahamu wa kutosha kwa maafisa wa usalama kwa jumla, iwe ni wa nyanjani, iwe ni polisi, wa kujua ni michakato ipi ambayo itachukuliwa iwapo haki zimekiukwa katika masuala kama hayo, na pia ni visa vipi ama idadi gani ya visa ambavyo hukosa kupigiwa ripoti
vya utekaji nyara kwa sababu labda ya uoga na masala kama haya? Asante sana. Asante sana. Kuatakana, wajua bado ile kuna changamoto ya kutoa ufahamu katika jamii bado ipo. Kwa maana yake jamii unapata hata kwa wale walinda usalama mambo mingi hawafahamu kulingana na sheria. Wakati mwingi hata polisi ukikutana naye kumwambia sheria inasema hivi na hivi anakuwa mkali. Maana yake hajui, wajua, na mara nyingi hiyo ndio kitendo cha yule ambaye asiyejua, mara nyingi huja na hasira na kutaka vita utokee. Lakini mtu ambaye anajua yaweza kuengage kwa njia ya ufahamu, maana yake anafahamu ile jambo ambalo lipo. Tukilinganisha, sheria inaruhusu serikali kulingana na kipengele 159 kuna what you call alternative dispute resolution, kutatua mizozo kwa njia badala. Wanaruhusiwa hiyo kufanya hiyo mbinu. Wakiamua watumie wazee katika ile mambo ya kujadiliana, maana ni mzozo huo uko tayari. Maana pale mtu anapotekwa nyara wagani, kuna mzozo, kuna mambo fulani ambapo wanahitaji wale watekaji nyara ambapo haijafanyika, ambapo kwa hivyo kuna umuhimu wa waki-engage alternative dispute resolution, basi inakuwa ni katiba imetumika. So mbinu yote ambayo serikali itatumia, na hiyo mbinu hiyo haikiuki haki za kibinadamu ni sawa. Lakini pale mbinu inapokiuka haki za kibinadamu, ndio pale sisi pia tunaghadhabishwa, nasema kuwa haistahili kuwa hivi. Kwa hivyo mbinu yote itakayotumika kuwaleta, lakini mbinu yenyewe iwe kwa misingi ya katiba na sheria za kimataifa, basi iko sawa. Na jambo kulizungumzia kwa kina zaidi ni kuwa kuna umuhimu wa kuhamasisha watu wetu. Na wakati mwingine unapata wale polisi walio katika ngazi za juu kidogo wanafahamu mambo kama yale. Lakini jambo ambalo linatatiza zaidi ni ile wanaita political interference. Unapata hata wakati mwingine tunaenda maandamano, polisi anakushia anakuambia, unamwambia mbona hujaachilia mtu wangu, anakuambia ni orders from above. Mara nyingi wanatumia hivyo. Kwa hivyo ni mpaka pale ambao tutatenganisha utendaji wa kazi wa polisi na utenganishaji kazi wa serikali, pale ndio tutapoendelea. Maana yake pale wakiwachiwa huru wafanye kazi yao, basi nakuwa tunapata haki zetu. Ndio wakili pia amezungumzia jambo fulani ya kuwa haya mashirika ile kama hata Office of the Inspector General of Police ni shirika ambapo liko huru, lakini unapata wao wenyewe hawajakubali kuwa huru. Maana yake unapata wao wanaegemea sana upande wa ile serikali ambayo ipo katika sheria. Hapa hata serikali inapokiuka sheria, wao wanaiunga mkono vile vile, hawachukui hatua kwa sababu ya ule uoga ambao walionao. Sisi tunapenda kuhakikishia kama watetezi wa haki ni kuwa wamelindwa na katiba na zile sheria ambazo tuko nazo. Kwa hivyo unapofanya kazi yako kufuata sheria, basi unakuwa uko huru. Lakini unapofanya kazi kinyume na sheria, pale unapokuja kushikwa inakuwa ni unajipata uko peke yako, maana wanakuruka wale, na imetokea sana. Maana ile wanaita personal responsibility, ambao na mfano ametupigia mfano wakili hapa kuwa kuna sehemu ambao walibidi watoe pesa kutoka mifukoni mwao, kutoka kwa mishahara yao kulipa ile fidia ambayo ilikuwa imetokea. Kwa kumalizia kwa sababu ya muda, wakili, Kenya ina upungufu wa sheria ambao labda ndio kusababisha visa kama hivi kutokea kwa urahisi, vingine tukiona vinatekelezwa na maafisa usalama. Ni upungufu wa sheria ama ni ukiukaji wa sheria ambao? Sheria ipo. Ile shida ambayo tunakumbana nayo sana ni kwamba ni hiyo ndugu yangu ameweza kuongelea kwamba polisi hawajaamua kwamba wanafaa kukua huru na kufanya kazi yao jinsi ambayo wanatakiwa kufanya. Haswa sana wanaonekana kuegemea upande wa serikali, ili hali kazi yao wamepewa jukumu na constitution kwamba waweze kujisimamia, wakuwe independent na waweze kuinvestigate government, waweze kuinvestigate yale masuala ambayo yanatokea kutoka kwa wananchi. Ile siku ambayo tutaweza kufanya ile police force, unajua kulikuwa na zile reforms zilifanyika after 2010 constitution. Ile reforms ambayo haikufanyika ni ya polisi, kuwa change from a police force to a police service. Ndiposa wanaweza kuanza kuyaelewa hayo mafunzo kama hayo Prosac inafanya na ndugu yangu wanafanya, ili waweze kuwajibika kwamba ile kazi yao ni kazi ambao wanawajibika kwa wananchi kwanza, alafu kwa mtu yeyote baadaye. Ikiwa ni hivyo tutaweza kufanya kwamba, na unajua polisi ndio wanatumika katika enforcement. Ikiwa katika enforcement hawawezi kukua independent, inaanza kuleta hiyo changamoto ambayo tunaangalia sasa. Na serikali haina ile mvuto ama ile hamu ya kuonyesha kwamba polisi iko reformed. So shida ambayo tunakumbana nayo sio sheria. Shida iliyopo ni kwamba ni hizi vitengo za serikali ama ile kitengo cha polisi hawajaweza unshackle
kama naweza kutumia hiyo jina, kutoka ile minyororo ya ukoloni ambao wanaamini kwamba serikali ndio kusema kile kitu inasema inafaa kufuatwa. Na hiyo na believe kwamba if tunaweza anza kupursue hiyo personal responsibility ya kuwafanya wawajibike katika kila kitendo, kama ule Inspector General aweze kuchukuliwa hatua ambayo kidogo inaweza the other thing ni kwamba the loophole ni kwamba ile contempt of court, the conditions zimepeanwa ama ile consequence imepeanwa ni kidogo sana, ambayo mtu ambaye katika ile haiba hata akiona ni kidogo, kama ni fine wamesema maximum ni 500,000, hata anaweza toa kwa mfuko wake. Sasa hawaoni haja, hata wakikiuka wanajua ile hukumu itapeanwa itawa affect sana. So hiyo ndipo I think ndio kitu tunafaa kuangalia, ili kukue na consequences hata kwa mtu kung'olewa, kung'atuliwa mamlakani, ambapo ataweza kufanya atakosa kufanya ile kazi yake vile anavyotarajiwa. Naam, asante. Kwa sababu ya muda nitakuwa nalazimika kutamatishia mazungumzo hapo, lakini bila shaka alikuwa ni mazungumzo ambayo yamewaelimisha wengi kuhusiana na masuala yanavyokwenda kisheria, na pia tu katika matarajio ambayo watu wanafaa kuwa nayo katika kuwa na ufahamu ya masuala kama hayo, utekaji nyara na yale ambayo hutokea wakati wa masuala ama nafasi kama hizo. Nimshukuru sana Chris Otieno ambaye ni katibu mkuu wa PROSAC, ambao ni muungano unaoleta pamoja wataalamu wa kiusalama kwenye ngazi za kibinafsi na umma. Asante sana kwa kuja na kujumuika nasi. Na pia nimshukuru sana Livingstone Nyando ambaye ni meneja wa usalama katika Defenders Coalition. Asante sana kwa kuja na kujumuika nasi. Na pia nimshukuru sana Gibson Gisori ambaye ni mwanasheria na ametusaidia kuelewa zaidi sheria inasemaje, mapengo ni yapi, na pia haki tu zako kama Mkenya na majukumu ambayo ni ya serikali katika masuala ya kulinda haki na kuzuia utekaji nyara. Asante sana Gibson. Asante. Na mtazamaji, kufikia hapo napata pumziko fupi, nitakuwa narejea na taarifa zaidi hivi punde, na kusihi usiende mbali.